Zia kaskazini mwa nchi, serikali kupitia Wizara ya TAMISEMI imeahidi kufanya uchunguzi wa kuwachukulia hatua watumishi wa umma katika mkoa wa Arusha wanaodaiwa kuhusika na kuvuja kwa nyaraka za siri za serikali katika mitandao, hivyo kuibua taharuki ndani ya jamii. Jambo hilo linadaiwa kuibua migogoro na mivutano inayokwamisha utekelezaji wa miradi ya maendeleo katika mkoa huo. Taarifa kamili na mfuatiliaji wa taarifa zote za Arusha, Msagati Julius. Huo serikali umekuwa bayana na Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, Mohamed Mchengerwa, wakati akizungumza na maelfu ya watumishi wa umma katika mkoa wa Arusha, ambapo ameeleza kuwa miongoni mwa kirusi kinachoitafuna jiji la Arusha ni pamoja na uwepo wa migogoro ya kisiasa inayokwenda kupelekea kusuasua ama kukwama kwa miradi mbalimbali ya kimaendeleo, lakini pia uwepo wa usaliti. Kumetajwa kuwepo kwa hali ya kuvuja kwa nyaraka za siri za serikali kunakosababishwa na baadhi ya watumishi wa umma, jambo ambalo serikali imekemea na kwamba wizara imeahidi kuanza kuwachukulia hatua wote watakaotajwa kuhusika na matukio hayo. Miradi hii iliyokaa miaka minne, zaidi ya miaka minne, miaka mitano, msingelizungumza, lakini mmefika hapa kwa sababu mivutano ya kisiasa, mivutano baina ya wanasiasa na viongozi, jambo ambalo linakwamisha maendeleo, linaongeza chuki katika maeneo yetu, na bahati mbaya sana kumekuwepo na watumishi ambao nao wanashiriki, na wengine wananyofoa mpaka nyaraka za serikali, wananyofoa mpaka zile mwenendo wa serikali, wanasambaza kwenye mitandao na kuleta taharuki. Lakini wale ambao wamekuwa wakishiriki kutoa nyaraka za serikali, kuzisambaza mitandaoni na kuleta sintofahamu, tutachukua hatua. Hii Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa anakuthibitishia, tutachukua hatua. Kwa upande wake, Mkuu wa Mkoa wa Arusha Paul Christian Makonda ameipongeza Wizara ya TAMISEMI kwa kusimamia utekelezaji wa mradi wa jengo la ofisi ya halmashauri ya jiji la Arusha, hali kwenda kupelekea kumaliza ile kero ya ufinyu wa eneo la kazi kwa watumishi katika halmashauri hiyo, ile kwenda kupelekea baadhi yao kufanya kazi katika maeneo ambayo hayakuwa sahihi. Na hivi tunavyoongea, mkurugenzi ni shahidi pamoja na rasi, watumishi wengi hawawezi kukaa kwenye ofisi ya jiji, wamegawanywa kwenye maeneo tofauti tofauti, na hiyo inaelekeza kuwa hata na nyaraka za serikali kuwa kwenye mazingira hatarishi. Unaweza kumlaumu mtumishi ametoa nyaraka, kumbe mazingira ya kazi yenyewe yanafanya nyaraka iweze kuchukuliwa na mtu, na sisi tumekuwa kiapo cha kutunza nyaraka. Kwa hiyo tuna imani ya kwamba jengo hili litakapokwenda kukamilika, na ambao leo naenda kutuwekea jiwe la msingi, itakuwa ni faraja kubwa sana na alama nyingine ya pili ya ukombozi wa jiji letu la Arusha, kuwa na makazi au kuwa na ofisi ambazo tumejenga wenyewe. Kwa upande wa baadhi ya watumishi wa umma walioshiriki katika mkutano huu, wameeleza madhara na athari za uwepo wa migogoro miongoni mwa watumishi wa umma. Endapo kuna migogoro katika ofisi au katika miongoni mwa viongozi, ni kwamba hakutakuwepo na umoja wa kukaa pamoja na kuamua jambo kwa pamoja, kwa sababu kila mmoja anaweza kawa naamua mawazo yake kwa interest zake zingine, lakini wakati mwingine pengine kumkwamisha tu mtu, lakini isilete tija kwa wananchi au katika miradi ya utekelezaji wa miradi. Migogoro inasababisha maendeleo kurudi nyuma, kwa sababu kutokana na kwamba hakuna jambo lolote litakalotendeka, kwa sababu kila jambo katika taasisi zetu zinaongozwa kwa miongozo. Kwa hiyo sasa tusipokaa sehemu moja kama wafanyakazi kutenda, basi ile jambo litakwama, kwa sababu mtu mmoja hawezi kufanya. Nikiripoti kutoka hapa mkoani Arusha.